Hebu tuone maana pana ya kurudi kutoka uhamishoni. Kwa nini Waisraeli wanarudi kutoka uhamishoni, na ni sababu gani za msingi ambazo zimepelekea wana wa Israeli kutoka uhamishoni? Kama ilivyo katika Kutoka Misri, ambapo ilionyesha ukombozi mkubwa wa Yesu Kristo. Yes, Kutoka Misri kumeonyesha ukombozi mkubwa wa Yesu Kristo, nguvu zake, uwezo wake na mamlaka alionayo. Hivyo uhamishoni na Israeli kutoka katika uhamishoni kulionekana pia kurudi kwa Yesu Kristo hapa duniani. Walienda wakateseka, wakarudishwa. Kristo naye alikuja kama mwana kondoo, akateswa, akaenda. Atakapokuja kulinyakua kanisa lake, anarudi kama nani? Kama mwana simba. Hata kabla ya maana hasa ya kurudi kutoka uhamishoni, Israeli ilikuwa bado chini ya utawala wa kigeni na haikutawaliwa na mfalme wao. Ina maana kwamba wana wa Israeli hawakupata mfalme wao kuwatawala, lakini walitawaliwa na wafalme wengine na watu wengine wa kigeni. Wakati Yesu Kristo atakapokuja, basi hitimisho la kweli juu ya maisha ya uhamisho kwa watu wa Mungu basi yatakuwa yamekamilishwa. Tuko duniani. Yesu atakapokuja tena duniani kulichukua kanisa lake, basi hitimisho kabisa itakuwa imekuwa tayari. Yesu atawatoa nje, sio katika utawala wa kigeni, akikomboa ardhi ya wana wa Israeli, hapana, lakini Yesu analeta ukombozi kiroho. Sio kwamba kama jinsi walivyokuwa wakitarajia kwamba Yesu atakapokuja basi atawatoa wapi? Atawatoa kwenye utawala wa Kirumi, au yeye mwenyewe Yesu atakuwa ndo mfalme wakati huo wa utawala wa Kirumi. Hapana, Yesu anakuja kutukomboa sio kimwili, bali anakuja kutukomboa kiroho. Na atakapotukomboa kiroho, tunaonekana sisi kuwa ni uumbaji mpya au viumbe vipya vilivyokombolewa kutoka katika uhamisho, kutoka katika dhambi, kutoka katika utumwa katika ulimwengu huu uliojaa shida na matatizo ya kaza wa kaza. Je, uko tayari kukombolewa? Je, uko tayari kusimama pamoja na Kristo ili ayabadili maisha yako?